majina ya Mungu kwa lugha ya Kiebrania na maana yake, na tulijifunza sana na tuliona baadhi ya majina ambayo yana nguvu sana ukiyatumia wewe, kwa kuwa katika lugha ya asili ya Kiebrania maana yake ni pana kuliko tafsiri zetu katika Biblia zetu. Bwana tusaidie sana. Amen. Kumbuka hata wewe ni shahidi kwamba maneno mengine ya kilugha kwako ukiyatamka kuhusu Mungu yana nguvu sana. Unasikia ndani kububujika kwa sababu yanagusa nafsi yako sana unapotamka, na hivyo ndivyo yanavyomgusa Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Asili ya Biblia ni lugha tatu, iliandikwa kwa Kiebrania, lakini kwa Kigiriki na kwa Kiyunani. Hapa tunaona baadhi ya maneno tuliyaona, au majina tuliyaona kwa lugha ya Kigiriki, lakini mengi yake tuliyaona kwa lugha ya Kiebrania. Na leo tunaendelea na somo hili nzuri, na tunajifunza maneno au majina ya Mungu katika maeneo mbalimbali ya maisha yetu. Nataka utambue kabisa, kwenye kila eneo la maisha yetu Mungu ana jina analowakilishwa nalo. Bwana asifiwe. Amina. Kama kwenye eneo la uponyaji tunasema Yehova Rafa. Rafa ina maana kubwa sana kama tulivyojifunza. Bwana asifiwe. Amina. Sio uponyaji tu wa mwili. Rafa inamaanisha ni kama kufufua kitu kilichokufa ndani ya maisha yetu, iwe ni miili yetu au iwe ni kwenye biashara zetu, kwenye kazi zetu, kwenye mahusiano yetu na kadhalika. Yehova Rafa. Bwana asifiwe. Amina. Sio eneo moja tu, lakini ni maeneo yote, kufufua kilichokufa. Bwana apewe sifa. Lakini leo tunaona majina kadhaa, tutaangalia maeneo matatu, Bwana akitusaidia, akituwezesha. Jambo la kwanza, neno la kwanza ambalo tunaliona leo ni jina El Gibo. El Gibo. Haleluya. Mungu au Jehova anaitwa El Gibo. Hii kwa lugha ya Kiebrania maana yake ni Mungu mwenye nguvu. Kwa kifupi, ingawa tutaona kidogo tafsiri zingine, lakini ni Mungu mwenye nguvu, anaitwa El Gibo. Usema El Gibo, maana yake unadhihirisha Mungu mwenye nguvu. Bwana asifiwe. Amina. Na katika Biblia neno hili, ingawa Biblia zetu za Kiswahili halijaweka wazi baadhi ya maneno, lakini ukienda kwenye Biblia nyingi za Kiingereza kama King James Version au Biblia ya asili ya Amplified Bible au Biblia yenye tafsiri ya lugha za kiasili, utakuta hili neno limerudiwa sana, kwa sababu ni mara nyingi sana alitajwa Mungu mwenye nguvu alipofanya tukio. Kwa mfano, hata ingawa sitasoma hapo, lakini wakati Mungu aliwavusha wana wa Israeli kwenye bahari ya Shamu, akatengeneza njia katikati ya bahari ya Shamu, kitu ambacho hakikuwahi kutokea huko kabla. Alipofanya tukio lile, watu walisema El Gibo. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Na yeye mwenyewe amerudia katika Biblia sana kusema, si mimi niliyowatoa katika nchi ya Misri, nchi ya utumwa, kwa mkono wangu ulionyooka nikapita katikati ya bahari ya Shamu. Bwana asifiwe. Amina. Sio mimi El Gibo. Haleluya. Amina. El Gibo, Mungu mwenye nguvu. Nataka tuangalie katika Isaya, Biblia zetu kwenye kitabu cha Isaya sura ya 9. Tuone hapo sura ya 9, tuone mstari wa 6 na wa 7. Isaya sura ya 9 mstari wa 6 na wa 7. Asema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa,
tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu Mwenye Nguvu, Baba wa Milele, Mfalme wa Amani. Bwana asifiwe. Amina. Kila moja ina jina lake la Kiebrania. Sasa Mungu Mwenye Nguvu, kumbuka hii ni Isaya alikuwa anatabiri kuhusu kuja kwake Yesu Kristo. Alikuwa anatangaza habari njema ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Bali anamuita Mungu Mwenye Nguvu. Haleluya. Amina. Kwa hiyo katika tafsiri asili kuna mambo matatu tunayapata. Kumbuka El Gibor ni jina la Kiebrania. Moja, mwenye nguvu ya kuokoa. Moja ni Mungu atakuja huyu ambaye anaitwa mtoto wamezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume. Neno tu mwanamume kwa Kiebrania lina maana kubwa sana. Na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Manake atakuwa na nyota zote. Haleluya. Na hizi nyota nyingi ni 4. Huyu anakuja na 5. Haleluya. Bwana asifiwe. Ameongeza moja. Unasikia zitakuwa hapa. Anasema na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Manake mamlaka. Maana zile nyota zinaonyesha mamlaka. Haleluya. Mwenye nyota 2 anapigiwa saluti na mwenye nyota 1. Haleluya. Na hivyo. Mwenye nyota 4 sijui ni wangapi, lakini ni mmoja tu kwenye taifa. Haya, basi haleluya. Tunaye mmoja mwenye nyota 5. Bwana asifiwe. Maana 5 maana yake neema. Mwenye 5 Yesu Kristo. Haleluya. Ndio maana walibakisha hiyo moja, kwa sababu hakika ina mwenyewe. Hai, haleluya. Bwana asifiwe. Na ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu Mwenye Nguvu. Tunaona ni mwenye nguvu ya kuokoa. Moja ya nguvu zake ni nguvu ya kuokoa. Sio rahisi sana kuokoa, sio rahisi. Hapa walikuwa wanazungumza unabii kwamba ndio yeye tu ndiye ana uwezo wa kuokoa kupitia kwa damu yake mwenyewe. Sasa tunaona katika Luka, angalia Luka, kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 11, nguvu za kuokoa. Sura ya 2 mstari wa 11, Luka 2:11. Anasema, maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Sasa hapa wanafafanua, wanamuita Mwokozi. Kumbuka tangu akiwa kichanga katika kuzaliwa na Mariamu, ingawa alikuwepo kabla ya Ibrahimu. Amesema kabisa, kabla ya Ibrahimu mimi ndiye. Haleluya. Ingawa alikuwepo katika hali ile, anaitwa Mwokozi. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya kusudi la Mungu juu ya maisha yake. Na katika Yohana 3:16 tunajua Biblia inasema, Biblia inasemaje? Nani anajua? Bwana asifiwe. Kwa maana jinsi Mungu akamtoa mwanawe pekee, mwamini asipotee. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Kumbuka habari yote ya neno la Mungu kuanzia mwanzo hadi Ufunuo Yohana inazungumzia huyu Kristo, inaleta Kristo katika picha kwa njia tofauti tofauti tangu mwanzo wa uumbaji. Bwana asifiwe sana. Na niseme, ingawa mwishoni nitauliza maswali labda kidogo, niseme jambo la pili ambalo linafafanua kuhusu Mungu mwenye nguvu ni mwenye mamlaka yote. Bwana asifiwe. Nguvu ni sawa na mamlaka yote. Kumbuka mamlaka kwa Kiingereza ni authority. Mtu mwenye mamlaka zaidi ya wengine wakiwa wako mahali, akipita, kitu cha kwanza wote lazima wasimame. Bwana asifiwe. Amina. Lazima shughuli zisimame
ili mwenye mamlaka apite. Hata huku barabarani unaona kuna kipindi magari yanawekwa pembeni ili mwenye mamlaka apite. Ndivyo sheria ilivyo. Kwa hivyo sasa tunasikia anaitwa mwenye mamlaka yote katika Mathayo sura ya 28. Mathayo 28 mstari wa 18, Biblia inasema, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Haleluya. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimkabidhi mamlaka yote, na ndio maana tunasikia ni mwenye mamlaka yote, manake eligible. Ndio maana upana wa hilo neno, mwenye mamlaka yote, sio baadhi, yote. Mungu alimkabidhi yote. Yeye Mungu anakaa tu awe anaangalia, kwa sababu yeye pia ni Mungu. Yesu ni Mungu. Haleluya. Amina. Yenye mamlaka yote. Lakini jambo la tatu kudhihirisha eligible ni anayemiliki. Anayemiliki. Unajua ana mamlaka, tumesikia, lakini tumesikia ana nguvu ya kuokoa, lakini tumesikia pia anamiliki. Haleluya. Manake anamiliki mbingu na nchi. Tunaona katika Wakorinto, nataka tuone Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 25. Mstari wa 25 nasema, maana sharti amiliki yeye hata awaweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaona mstari wa 26 anasema, adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Adui wa mwisho atakayekanyagwa na Kristo ni mauti. Heri miliki, maana sharti amiliki. Yeye ni mmiliki. Ukisoma kuanzia hapo juu utaona anaelezwa ni nani. Anayetajwa ni Yesu Kristo. Yeye anamiliki vyote. Haleluya. Kwa hivyo ukijua hivi utatambua kabisa kwamba hakuna kitu ambacho kwa asili ni cha Ibilisi. Haleluya. Hakuna kitu. Lakini shetani kuna vitu anavitumia vibaya. Biblia inaonyesha tangu mwanzo alimtumia nyoka. Alimtumia nyoka ikawa ndio hivyo. Lakini nyoka aliumbwa na Mungu. Ndio vinaitwa kila vitambaavyo kama tulivyoona. Lakini adui alimtumia nyoka. Bwana asifiwe. Anatumia vitu, anaweza akatumia paka, anaweza akatumia njiwa, anaweza akatumia kila aina ya vitu, lakini yeye hamiliki chochote wala hakuumba chochote. Bwana asifiwe. Haleluya. Hayo tunaona, nataka tuangalie Zaburi ya 45 ili tuone kitu hapo. Zaburi ya 45 sura 45 mstari wa 3 na wa 6, tujifunze kitu. Nasema, jifungie upanga wako pajani, wewe uliye hodari, utukufu ni wako na fahari ni yako. Mstari wa 6, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele. Fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Hapa anaonyesha mamlaka, anamiliki. Haleluya. Bwana tusaidie. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tumeona maana kamili ya eligible. Nataka kutoa tafsiri tatu. Moja ni Mungu mwenye nguvu. Pili ni Mungu shujaa. Lakini tatu ni Mungu mkuu wa vita. Haleluya. Ndio maana tunasikia upanga na nini. Tumeona eligible, unapomwita eligible ukiwa kwenye changamoto. Haleluya. Amina. Unasema eligible, unalia. Anaingia kazini kama eligible. Listen very carefully. Sikiliza kwa makini. Majina haya
tunayoyasikia na kujifunza juu yake yanaandamana na sehemu ya malaika wa Bwana wanaofanya kazi katika maeneo hayo mbalimbali. Roho Mtakatifu ananiambia ikiwa ni El Gibo anahitajika kuja kwako, anatuma malaika wanaofanana na njia yake, wanaofuata agizo la El Gibo. Haleluya, wanasifiwe. Malaika wako katika awamu tofauti tofauti, wako wa aina tofauti. Kuna wale wa kuleta ujumbe tu, wale wa ujumbe tu ni wapole, hawana mambo ya vita, wale ni ujumbe tu kama Gabrieli, na kama yule aliyetumwa kwa ajili ya Danieli. Biblia inasema akashikiliwa angani na mfalme wa anga la Uajemi, lakini Michael akaja au akatuma mmoja wa jeshi lake akampiga kofi, akamwachia, akaachia ule ujumbe, akamwambia wewe peleka, kwa sababu wewe ndio uliotumwa. Haleluya. Ndivyo ilivyo El Gibo. El Gibo ni Mungu mwenye nguvu, ana malaika wanaosimama nafasi ya kumdhihirisha kama Mungu mwenye nguvu kwa wanadamu. Haleluya, wanasifiwe. Kuna vitu vinahitaji nguvu tu. Biblia inasema tunalindwa na nguvu za Mungu. Yes. Kuna vitu vingi vinahitaji nguvu ya Mungu ili vifunguke, ili viachie. Haleluya. El Gibo ni Mungu mwenye nguvu. Taka tuingie neno la pili, jina la pili. Jina la pili la Mungu ambalo tunajifunza leo ni Yehova Hosseinu. Yehova Hosseinu. Yehova Hosseinu ni Bwana aliyetuumba. Maana yake ni Bwana aliyetuumba. Bwana asifiwe. Hosseinu kwa Kiebrania maana yake ni muumbaji aliyetuumba sisi. Na katika Zaburi ya 95 kuna maelekezo kidogo hapo. Zaburi ya 95 tuangalie tu. Zaburi ya 95:6 anasema, Joni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Manake mbele za Yehova Hosseinu. Haleluya. Joni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Yehova Hosseinu. Haleluya. Mungu aliyetuumba. Huyu ni muumba. Haleluya. Kama wewe una uwezo wa kutengeneza kitu, umeumba hicho kitu na una mamlaka juu ya kile ulichokiumba. Una uwezo wa kukiharibu na kukitengeneza upya. Una uwezo wa kukisaidia kifanye, kukiongeza thamani. Haleluya. Kwa hivyo hapa Yehova Hosseinu, Mungu aliyetuumba, ana uwezo wa kutumilikisha mali zake. Ana uwezo wa kutufinyaga kwa njia anayotaka yeye. Bwana asifiwe. Amina. Mungu kama alituumba tukiwa wanadamu wenye mawazo kama yake, wenye nguvu kama zake, ana uwezo wa kutusaidia kumiliki mali zake, kurithi mali zake. Bwana asifiwe. Amina. Yeye alisema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Bwana asifiwe. Wewe una sura ya Roho Mtakatifu, una sura ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amina. Huyu ndiye Mungu muumba. Mungu muumba aliyetuumba anaitwa Yehova Hosseinu, na anatajwa kama Mungu muumba wa vyote katika Yohana sura ya 1 mstari wa 3. Yohana 1:3. Yohana 1:3 anasema, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Haleluya. Kwa Kiingereza anasema, all things were made by him, and without him was not anything made that was made. Haleluya.
Bwana Yesu akusaidie sana. Manake kila kitu unachokiona kiliumbwa na yeye, kilitengenezwa na yeye, na bila yeye kuko utupu. Hakuna kitu kilichowahi kutengenezwa. Haleluya. Kitu cha ajabu sana. Bwana asifiwe. Yeye ndiye anasema, na Biblia neno lile ukisoma kuanzia hapo mwanzo, anazungumzia Yesu Kristo. Anasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Anasema huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Bwana asifiwe. Hiyo ndio nguvu ya Kristo aliyetuumba. Manake sio sisi tu, aliumba na vitu vyote vilivyopo, unavyoviona, unavyovisikia, unavyovigusa. Haleluya. Bwana atusaidie sana. Huyo ndiye Yehova Hoseni. Lakini pia Biblia inamtaja kama anayefahamu nguvu zetu na udhaifu wetu. Haleluya. Kumbuka, ukiumba kitu unajua kiwango cha hicho kitu. Haleluya. Unajua uwezo wa hicho kitu. Magari yametengenezwa ya aina mbalimbali. Kuna mengine yenye uwezo zaidi ya mengine. Kuna mengine yanatumia mafuta mengi na kabureta mbili, yanatumia mengi kuliko zingine. Haleluya. Amina. Hivyo ndivyo Mungu navyo alivyo. Bwana atusaidie sana. Anafahamu nguvu zetu. Anajua ni wapi unaweza kufanya hiki. Na ndio maana ni muhimu sana tunapoishi katika maisha haya kujitahidi kufanya kwa bidii zote kadri tuwezavyo kumtumikia Mungu. Na kumtumikia Mungu sio tu kuhubiri, sio tu kuomba, sio tu yale labda unayofikiri, lakini pia kuyatenda mema yote, kiwemo pamoja na kuhudumia wengine, lakini pia kuambia wengine habari za Yesu, kuwashuhudia habari za wema wake, habari za uzuri wake. Haleluya. Amina. Sio kwa sababu umeona mengi mema yake au umeshiriki au umeshuhudia, lakini kwa sababu neno linatuambia yeye ni mwema, ni mwema, ni mwema. Haleluya. Bwana asifiwe. Hatuambii watu kwa sababu tuna experience kubwa ya kumfahamu, lakini kwa sababu neno tunaloliamini linamtaja kama hivyo. Bwana tusaidie sana. Na hili jambo lingine linalomdhihirisha Hosea ni kwamba anaweza kutuelekeza mambo yote. Kumbuka, alituumba. Biblia inamwita Bwana aliyetuumba. Anaweza kutuelekeza kwenye mambo yote mema. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Manake kitabu kingine kinamuita mshauri wa ajabu. Ni mshauri, kama tulivyosoma mahali, ni mshauri wa ajabu. Manake ni wa ajabu, manake ushauri wake ni tajibu, ni ushauri unagusika, ni ushauri unaotupeleka kwenye mema, kwenye uzima na ushindi. Bwana asifiwe. Amina. Hiyo ni Yehova Hoseenu. Watatu ambao tunaishia leo, nataka tuone jina lingine la Mungu wetu ambalo ni la Kiebrania pia, ambalo pia waliomba nalo. Kumbuka, majina haya yalitumiwa na wana wa Israeli, yalitumiwa na wana wa Mungu kwenye maombi yao na kwenye ushirika wao na Mungu wao. La tatu naitwa Eloheka. Eloheka. Bwana asifiwe. Amina. Eloheka ni jina la Kiebrania na maana yake ni Bwana
Mungu wako. Haleluya. Nikaweka mabano, Mungu wetu ni Bwana Mungu wako. Wakati mwingine ni vizuri kutambua wewe hauna Mungu mwingine. Haleluya. Tumeona kwenye Biblia wengi wana miungu yao. Tunaona Labani akilalamika. Nilikuwa nasoma jana, nilikuwa mahali, Labani analalamika kwamba Yakobo amemuibia miungu yake. Analalamika na anamfuata. Yakobo akasema, ukinipata hilo lidude kwangu, na niwe mwenye hatia, kwa sababu hawezi kuguza takataka kama hizo. Lakini kumbe mke wake mmoja ambaye ni mwana wa Labani hakuwa delivered, alibeba yule aliyependwa mwenye macho mazuri, Raheli. Alikuwa ameficha kile kimiungu. Kwa hivyo Yakobo akaumia, akasema, kama utampata katikati ya familia yangu, basi yule atakaye kuwa naye hafai kuishi. Kumbe akamlaani mkewe, akaja kufa baadaye mapema. Bwana atusaidie, kwa sababu naye lile lidada lilikuwa bado linakumbuka mambo ya miungu ya baba yake. Bwana atusaidie sana. Ni changamoto sana. Kwa hiyo lazima tuelewe Eloheka ni Mungu wetu, Bwana Mungu wetu. Hatuna mwingine ila Eloheka, Mungu wetu. Haleluya. Maana yake Eloheka lina nguvu, unapolitamka inamaanisha Mungu yule mmoja, Jehova. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na katika Kutoka, fungua pamoja nami kwenye kitabu cha Kutoka. Tuone katika kitabu cha Kutoka sura 20. Tuone Kutoka 20. Kutoka ni kitabu cha pili cha Biblia. 20 mstari wa 2 halafu wa 5. Mstari wa 2 halafu wa 5. Kutoka 20 mstari wa 2 halafu wa 5 ni kitabu cha pili cha Biblia kati ya vitabu vitano vilivyoandikwa na mtumishi wa Mungu Musa. Kutoka sura 20 mstari wa 2 halafu wa 5 nasema, mimi ni Bwana Mungu wako. Maanake mimi ni Eloheka, niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Tuna mstari wa 5, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Eloheka ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Alafu naweza kuendelea kusema, nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Bwana asifiwe. Hapa Mungu alikuwa anaonyesha wivu wake, anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Haleluya. Sitaki kusikia habari za miungu mingine. Mimi ni Eloheka. Mimi ni Mungu moja pekee, Mungu wako Eloheka. Haleluya. Bwana asifiwe. Mungu ni Mungu mwenye wivu. Na haleluya. Ni haki yake kubwa kuwa na wivu mwingi sana, kwa kuwa yeye ndiye aliyetuumba sisi, kama tulivyoona hapo juu kuhusu Hoseani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huwezi ukatengeneza kitu hata leo. Utengeneze ka kitu, tengeneza kasimu, alafu kaanze kukung'ata au kaanze kukusumbua. Bwana asifiwe. Hata paka wako au mbwa wako akija kung'ata utamkata tu na umziki, kwa sababu una mamlaka juu yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Unajua kitu chako hakuna mtu atakuuliza, ingawa kuna mambo ya sheria, lakini fikiria wewe uumbe kamchwa tu hivi, kaanze kukung'ata,
si unakafinya tu unakasidilia chini. Hakuna mtu atauliza, hakuna mtu atajua, hakuna atakaye kuuliza, maana si ndio uliyakaumba. Haleluya. Ndivyo ilivyo hapa tunapotafakari juu ya Eloheka, Bwana Mungu wako. Natakiwa tujue kwa nini maneno haya aliyasema. Alisema hapa usiwe na miungu mingine ila mimi. Haleluya. Na ukisoma vizuri utajua kwa nini alikuwa anasema. Aliwaambia kabisa, mimi niliwafanyia ABCD. Leo mpo kwa sababu yangu. Kwa hivyo usiwe na mwingine. Niliwatoa katika nchi ya Misri, nchi ya utumwa. Mlikuwa mnapigwa mijeledi, mlikuwa mnapewa chakula mshibi, mlikuwa mnatumikishwa usiku na mchana. Bwana asifiwe. Lakini nikawatoa. Lakini sio kuwatoa tu, nikatengeneza njia, nchi kavu katikati ya bahari ya Shamu. Katikati ya bahari ya Shamu, bahari ikagawanyika, ikasimama huku na huku kwa sababu ya kumsikia Eloheka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni vizuri kumuita Bwana Eloheka ili uweze kumwona. Yeye ni tofauti na miungu ya watu wengine, na ndivyo anasema hapa. Miungu ya watu wengine haiwezi kuokoa, haiwezi kuponya, haiwezi kulinda, haiwezi kuwapa amani. Bwana asifiwe. Amen. Lakini miungu ya watu wengine imekufa. Kumbuka kuna miungu iliyoitwa Dagoni. Ilikuwa inadondoka chini, inashujudia. Ilikuwa ni madude, hayana hata pumzi ya uhai ndani yao. Ilikuwa inaabudiwa na watu. Bwana atusaidie sana. Baali, Dagoni. Anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni kama jua, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Anaeleza mstari wa 5, unaweza ukasoma usisujudie. Anasema usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Eloheka ni Mungu mwenye wivu. Ni Mungu mwenye wivu. Mungu ana uchungu sana, ana wivu mwingi sana kwa ajili yake mwenyewe. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu ametupa vyote vizuri, kila kitu chema ametukabidhi. Lakini kuna watu wanatoka tu, wanaenda pembeni kutafuta kitu cha mauti, wanaenda kutafuta matango mwitu. Bwana tusaidie. Jioni ya leo tumejifunza kuhusu udhihirisho wa Mungu katika majina yake. Tumeona jina El Gibo, tukaona ni Mungu mwenye nguvu, lakini tukaona pia Yehova Hosenu ambaye ni Bwana aliyetuumba, na tukahitimisha na kuona Eloheka, Bwana Mungu wetu. Haleluya. Bwana asifiwe. Nataka tuombe Mungu jioni leo. Nataka tusimame kwa miguu yetu. Natakaposimama nataka niulize swali moja au mawili.